Hii ni Amka na Baraka1 TV tarehe 29 za mwezi wa 5 2026, ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Zibira, moto wawaka kati ya wazalendo na magaidi wa M23 upande wa Kavumu, eneo la Mbayo. Mauaji ya M23 walielewa yawatia raia katika wasiwasi mkubwa. Washington, wakaguzi wa Marekani kuwasili jijini Kinshasa pamoja na Goma kwa ajili ya kukagua mchakato wa kusitisha mapigano kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na magaidi wa M23. Kinshasa, mchakato wa kura ya maoni, upinzani wapanga mgomo baridi tarehe 3 mwezi wa 6, na matukio mbalimbali yaendelea ndani ya bunge ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ungana na sisi kupitia Mwangaza TV ambako utakuwa unakutanana na matukio mengine ambayo yako yanazidi kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile usikose kushiriki na sisi katika Operation Saidia Muzalendo. Tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Zibira ambako kwa sasa hali ni tete kati ya M23 pamoja na wazalendo. Zibira, moto wawaka kati ya wazalendo na magaidi wa M23. Mapigano yameripotiwa mchana kweupe kati ya magaidi wa M23 dhidi ya wazalendo baada ya wazalendo kuchukua maeneo ya Kibanda Mangobo na sehemu mbalimbali ikiwemo pia Chulwe, huko maeneo ya Kabare pamoja na Walungu wamezidi kusonga mbele kuelekea maeneo ya Nzibira ambako moto ulikuwa ni mkali kati ya magaidi hao wa M23 pamoja na vikosi tifu kwa serikali. Wazalendo wameanzisha mashambulizi hayo baada ya kuchukua maeneo kadha wa kadha, huku lengo likiwa ni kuchukua maeneo yote ya Nzibira ambayo yako chini ya mikono magaidi ya M23. Zibira ni moja kati ya vitongoji muhimu na vyenye thamani kubwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa mkoa wa Kivu ya Kusini ambako mpaka sasa unazidi kukaliwa na magaidi wa M23. Mapigano hayo yalisababisha raia kukosa mahala pa kukimbilia, huku watoto wakipoteana na wazazi wao na hata pia watu wakipoteza mali pamoja na vifaa vyao muhimu ndani ya mji huo. Licha ya mapigano hayo makali yaliyosababisha waasi wa M23 kupata hasara kubwa, lakini bado hayo maeneo yanaendelea kudhibitiwa na magaidi wa M23. Huku saa hivi tunaanza msikie huku kabisa. Vitu inaharibika huku.
Saa hivi tinaanza kabisa, make aliyesema tujue twende wapi, hata huku vitu inaharibika. Msikie sasa, vitu inaharibika sana, make hatujue hata saa yako na mwana hiyo hata mtoto kuhiko. Hapa tuko Nzibira huku vitu inaanza, manake hapa saa hii risasi iko mingi. Saa hii musikie vitu iko grave sana. Hakuna hata mwana hiyo kwa mtoto anapitia kabisa. Njoo hili. Saa hii make vitu inaharibika. Kwa upande wa Kavumu, eneo la Mbayo, mauaji ya M23 walikuwa amelewa yaleta wasiwasi kwa raia, huku mamia wakianza kukimbia makazi yao kuogopa kulipizwa kisasi kwa magaidi wa M23. Ripoti kamili kutoka maeneo ya Kavumu. Mtangazaji, sio huku jana tulikuwa mwasiwasi kwa kama walienda kunywa pombe kule Uluju, basi unaona kwa sababu kamati fasi wetu make inchi naishi kwa yao. Na ndo pale jana kule kuotea Mbayo, mbona hapa yulu ku centre Kahaya, ndo moya kwenye walienda leo kisha wakapigana masasi. Ndio population pale ikaita no la polisi hapo kujisi pale kumonima, ndo wakaalerte wakaita wenzao kule chini, wakakamata yule mwenzake. Sasa kisha ile core kisha ndo wakapiga masasi. Population sana ujani kwa magharibi make kwa vuta ni kuvuta. Wenyewe walipoteza, wenyewe wako na kimbia a partir de 18h. Kwa 18h ile. Sasa ndo pale watu walikimbia walipoteza. Na ndio kustulana na wasiwasi. Ile kati watu wote walikuwa pale, wote walihama. Kisha ile army kama wenzao walienda nayo, kama wazalendo ndio walirekiperea hayo, ndio watujue. Ndio population ilikuwa mule mkati yote kahame ikasema kena. Sasa watakayefanya nini? Watakayefu masubuhi sai baki vitakuwa vingine wataua watu. Ndio watu walihama kwa ile kati wote. Ndio vile ndugu mtangazaji. Tuko tu tukangoya. Tuko na ngoya tusikie tu Mungu anapenda. Sio gouvernement na waza nabi. Hapa kulikuwa plead umwe de 3000 militaires. Mmeleo kufanya hesabu hakuwezi kuwa certain. Watu walienda. Sasa mimi najiuliza gouvernement kunafanya sio hata. Avyo sawa nisiko nashusha masasi. Sasa viko nashusha masasi. Sasa sababu kisharidisha depo na depo. Hapa ndio biko na kwa na vita a partir ya aeroport Kavumu. Je la viko nashusha masasi sawa. Na baada ya taarifa hizo kutoka jimboni Kivu ya Kusini, ndani ya mkoa wa Kabare pamoja na mkoa wa Lungu, unaendelea kusikiliza matangazo yetu ya Baraka1 TV, na tuingie moja kwa moja huko Kinshasa, Washington. Wakaguzi wa Marekani kuingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wale wa Uswizi wanaopatanisha vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya serikali pamoja na magaidi wa M23 baada ya mazungumzo yaliyofanyika huko maeneo ya Uswizi katikati mwa mwezi wa 4 uliopita. Wawakilishi kutoka Marekani pamoja na Uswizi wameweza kuingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kujaribu kuweza kuleta upatanishi na kukagua hali ya usitishaji mapigano kati ya serikali pamoja na magaidi wa M23. Jijini Kinshasa, wawakilishi wa Marekani pamoja na Uswizi waliweza kuwasili ndani ya jiji hilo la Kinshasa na kukutanana na viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuweza kufanya ukaguzi wa hali ya kusitishwa mapigano maeneo yote mawili baada ya kusaini mikataba huko Doha, na hivyo kuweza kudhibitisha kuachiliwa kwa baadhi ya waasi wa M23 na pia kusitisha mapigano ya moja kwa moja.
Wawakilishi hao wa Uswizi pia wangeweza kufika jijini Goma ili kukutana na magaidi wa M23, lakini kutokana na ugonjwa wa Ebola hawakuweza kufika jijini Goma. Badala yake waliishia nchini Rwanda ndani ya jiji la Gisenyi, ambako wawakilishi wa M23 walivuka na kwenda kukutana nao huko maeneo ya Gisenyi. Kikao kilifanyika ndani ya siku mbili, tarehe 26 na tarehe 27 za mwezi huu wa 5 2026. Ni kutokana na redio ya kimataifa ya RFI, Marekani inaweza kufanya kazi kubwa ili kuweza kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mazungumzo ya M23 na wawakilishi hao, ilikuwa ni swala linalozunguka la tarafani Masisi ndani ya kitongoji cha Rubaya huko jimboni Kivu ya Kusini, maeneo ambako Marekani imetaka waasi hao wa M23 kuweza kuweka silaha zao chini na kuondoka hayo maeneo kabla makubwa hayajafanyika, licha ya waasi hao pia na wao kwa upande wao kutumika na jeshi la Ufaransa huku wakirusha drones ili kuweza kuendelea kujihami dhidi ya vikosi vya Wazalendo pamoja na vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpaka wa Kongo pamoja na Rwanda, na ukiachana maeneo ambayo yanaonekana kuwa na madini mengi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni moja kati ya tatizo kubwa ambalo linaifanya Rwanda kuendelea kuwa support magaidi wa M23 kwa ajili ya kuiba rasilimali za nchi hiyo, huku mkataba wa Marekani pamoja na Kongo vile na Kongo na Rwanda ni kwa ajili ya kuweza kuleta amani ya kudumu, lakini mkataba huo ndani yake kunaonekana pia kuna usaliti kutoka kwa Rwanda na washirika wake, ikiwemo vile nchi za Kiarabu pamoja na baadhi ya nchi za Umoja wa Ulaya. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko ambako uko nazisikiliza kupitia Baraka One TV, bado tu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kutafuta amani ya kudumu, huku magaidi wa M23 na wao pia wakihusishwa katika kuweza kuvunja mikataba ya cessez-le-feu. Na moja kwa moja unasikiza matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, kutoka Europe, Central pamoja na East Africa, na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Ejide Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilmama, mzee wa state ya Maine, da Feza, da Letesha, da Asha, da Aaron Kisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, ya haya kutoka Dar es Salaam, wote hao wakiwa wako wanasikiliza Baraka One TV. Na baada ya mchakato huo tuingie moja kwa moja jijini Kinshasa, ambako mchakato wa kura ya maoni upinzani wapanga mgomo baridi tarehe 3 za mwezi wa 6 2026. Baada ya bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wanabunge kuweza kuidhinisha na kukubaliana pamoja kuweza kuanzisha mchakato kwa ajili ya kura ya maoni ya mabadiliko ya katiba, wapinzani kupitia Ensemble pour la République ya Kibwana Moise Katumbi Chapwe walikuwa na haya ya kuzungumza. Déclaration politique. Nous, députés nationaux, membres du groupe parlementaire Ensemble, seul groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale, après avoir suivi le forcing en cours par la majorité au pouvoir, coalition Union sacrée de la nation, pour changer la Constitution, en violation des articles 219 et 220, observons que l'examen et le vote de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo n'est qu'une étape vers la réalisation de ce dessein macabre. Entendu qu'une grande partie de notre pays est occupée par les rebelles, l'armée rwandaise et des terroristes ADF, ayant causé des millions de morts
des réfugiés et déplacés de guerre au nord, sud Kivu, en Ituri et dans le Haut-Ouélé, vu que 2 provinces de notre pays, le nord Kivu et l'Ituri, sont sous état de siège, attendu que l'objectif final de cette démarche est de changer le nombre et la durée des mandats du président de la République, ainsi que de réduire les compétences constitutionnelles des provinces afin de consacrer la dictature. Considérant que les attentes de nos populations sont l'intégrité du territoire, la paix, l'unité nationale et la marche vers le développement. Considérant que le changement de la Constitution, du reste interdit, dont la proposition de loi sur les référendums sous examen n'est qu'une étape préliminaire et suicidaire pour l'unité du pays. Déclarons ce qui suit. 1. Le groupe parlementaire Ensemble suspend sa participation aux travaux de l'Assemblée nationale relatifs à la proposition de loi fixant les conditions de l'organisation du référendum en RDC. 2. Le groupe parlementaire Ensemble, en sa qualité d'opposition institutionnelle, demande au président de la République, garant de la Constitution, d'arrêter ces initiatives qui tendent à légitimer la rébellion dans la partie est de notre pays. 3. Il appelle le peuple congolais à s'opposer à ce projet macabre et dangereux pour la survie de la nation. Eu égard à ce qui précède, le groupe parlementaire Ensemble considère la démarche en cours comme un complot ourdi contre la constitution de la RDC et dénonce le risque de consécration de la balkanisation de notre pays. Le groupe parlementaire Ensemble laisse le régime du président Tshisekedi seul devant sa conscience et devant l'histoire pour assumer les conséquences qui découleraient de ces actes préparés en vue de violer la Constitution. Fait à Kinshasa le 27 mars 2026 pour le groupe parlementaire. Mwando Simba Kabulo, Christian, président. Baada ya wapinzani hao kuweza kujikimbiza bungeni na kufanya tangazo hilo, upande mwingine pia Martin Fayulu, Delice Sanga, Jean-Marc Kabundi pamoja na wapinzani wengine wameweza kutoa tamko ya kusema tarehe 3 mwezi wa 6 kila raia anayepatikana ndani ya jiji la Kinshasa hatakiwi kuweza kutoka nje na kwenda kufanya shughuli zake. Wanatakiwa waweze kufanya mgomo baridi ili kupinga maamuzi ya bunge kwa ajili ya kupiga kura ya maoni ili kuweza kubadili katiba. Na marambo état de constitution. Naïla qui fonction publique. Mais voilà la katia marambo ya constitution. Oui, mais parce que je suis membre du gouvernement Nakolo Bayango, clairement. Mais vous savez, la meilleure des réponses, Moutaro Kopé Césali, oh Yakanisi vraiment. Oh Yazakolo Bango vraiment dans mon thème. Je pense que le débat démocratique est utile dans une société. Celles et ceux qui sont contre le fait que l'on puisse toucher à la Constitution ont raison de défendre leur point de vue. Celles et ceux qui sont pour que l'on puisse changer ou réformer la Constitution ont aussi raison de défendre leur point de vue. En démocratie, chacun a le droit de défendre son point de vue. Moto boto la moninga na droit ya ko za na point de vue azalité. In fine, le plus important, c'est le dernier mot du peuple. Parce que nous sommes en démocratie, c'est le peuple qui doit trancher. Pour que toi améliorer la situation, mieux répartir. Est-ce que, toujours, est-ce qu'il n'est pas temps de s'arrêter un peu pour notre organisation de l'État? Est-ce que nous n'avons pas une société qui est sur-institutionnalisée? Est-ce que nous n'avons pas un État obèse? Avec plus de 10 000 élus. Un État obèse, éléphantesque. Oh, ils ont ça là que l'État est tellement kilo.
à telle enseigne que aza ko engloutir à lui tout seul l'essentiel là oyo sengeli ke nokotonga ba nzela et tonga ba hôpitaux et tonga bon na peska ka exemple mon retour koloba. Je vais terminer en disant que la marche d'un peuple vers son destin et c'est à un certain moment une remise en question de façon humble. Ça dit que botelemi pour faire une remise en question, un état des lieux sérieux. Est-ce que responsabilité ezali kaka ya chauffeur, ya ba kumbi, to responsabilité pe ezali ya ba structure tozali na yango. Est-ce que ce n'est pas le moment n'est pas venu 20 ans après constitution oyo votaki, tochaki en place, to merota la nini eza kotambola te. Ces débats-là, on ne peut pas les priver à un peuple. Ça dit que Moutou a quitté parce qu'Azali, homme politique, vous n'y touchez pas. Ah non. Moutou pas que nous touchons, mais vous taisez. Non. Les débats donc est utile. Moutou la Mouta repèse à point de vue naïe, et in fine, peuple a tranché. Ce qui ngaï n'a pas un point de vue nangaï. Et puis en face, M. Sessanga, un petit exemple, c'est un ami, je le salue. Azapé n'a point de vue naïe. Mais, c'est quoi yo? Parce que moi je dis, on doit changer. Lui dit, non, on ne doit pas changer. Même si avant, Azaki n'a point de vue, Moussou quand même, non, maintenant, bon, je change, on ne va plus changer. On ne doit plus changer. Mais, in fine, qui doit nous départager? C'est le peuple. Le peuple va nous départager dans quel mécanisme? Enfin, arrêtons de rigoler. Il y a des mécanismes prévus pour consulter le peuple. Il ne faut pas que pour changer, pour changer la constitution, il faut révolution Salam. Il faut révolution armée. Ce qui m'a vu Minduki à quoi ici institution. Là, on peut envisager éventuellement changement. Enfin, il faut arrêter, Il faut arrêter. Le peuple et les juges suprêmes. Voilà. On dit ceci en droit. En principe général, il y a droit. Le peuple dispose du droit suprême d'autodétermination. Ça veut dire que c'est le peuple qui choisit lui-même la voie par laquelle il veut passer pour atteindre ses objectifs et pour changer et avoir la pleine maîtrise de son destin. Voilà. Montakoki ko confisquer peuple na droit sacré wana ezalité. Et ça a deux niveaux. Na niveau ya autodétermination externe vis-à-vis à indépendance ou rattachement, ou alors autodétermination aussi vis-à-vis à organisation interne et à l'État. Et nous parlons de cela. Voilà. Seul le peuple a cette faculté-là. Maintenant, voilà. Les débats est utile. Moi, je suis tout à fait d'accord et tout à fait satisfait de voir comment le débat est alimenté, il est ouvert. Pour autant que ça s'est fait en toute responsabilité et que, in fine, qu'on laisse la latitude au peuple de trancher. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Matangazo haya unasikiza, unayafuata kupitia Facebook, kupitia pia YouTube pamoja na TikTok ya Baraka1 TV. Na vile usikose kuungana na Mwangaza TV ambako utaendelea kukutana na matukio mengine yote ambayo kunazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikutakie tu asubuhi njema na tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12.